nielekeze Wizara ya Fedha kuhakikisha kuwa fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za michezo hususan 5% ya mfuko wa maendeleo ya michezo kupelekwa moja kwa moja kwenye mfuko wa michezo ili iweze kufanya kazi ile iliyokuwepo. Tuna jambo kubwa liko mbele yetu, halipaswi kukwama kwa sababu tunasubiri fedha ambayo kwa asilimia ilishatengwa na inatakiwa iende moja kwa moja kwenye mfuko wa michezo, kwa sababu katibu mkuu uko hapa, kae na katibu mkuu mwenzako upande wa Wizara ya Fedha. Binafsi kupitia viwanja vilivyokuwepo wamejifua na baadaye wameweza kuwa nguzo muhimu katika wachezaji wa timu ya taifa, lakini pia katika soka la Tanzania. Ukifuatilia walipoanzia utakuta walianzia kwenye maeneo ya wazi wakiwa wanajifua, lakini tukiyamaliza maeneo yale yote tutakuwa tunaua ndoto za vijana wengi wa Tanzania ambao wangeweza kung'aa kupitia maeneo hayo. Kwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambako wilaya na mikoa zote ziko katika wizara hii, waendelee kuyalinda na kutenga maeneo ya aina hiyo kwa ajili ya michezo. Wizara ya Viwanda na Biashara wahakikishe wanashawishi wawekezaji, lakini pia na wadhamini. Dhamini michezo ni sehemu ya kutoa mchango katika jamii. Wale ambao watachangia kwenye michezo wataruhusiwa kudeduct, kuhesabia mchango ule walioutoa kama sehemu wakati watakapokuwa wanapotoa mambo yao ya kodi. Kwa mwaka huu ambapo tunafanya maandalizi makubwa ya kujiandaa na AFCON, huu ni wakati mwafaka wa wenzetu kutoka kwenye sekta binafsi kutumia fursa hiyo, kwa sababu kile kipengele tulikiweka kwenye sheria ili tufanye maandalizi makubwa yakiwemo ya miundombinu na ya kuiandaa timu yetu ya taifa ili tuende pale tukisherehekea. Tayari tumeshaonyesha mfano kule Morocco. Sasa tunapokwenda kwenye maandalizi ya kwenye michezo itakayofanyikia kwetu, tusipate chini ya hapo, tuende juu ya hapo ili kuanza kuwaonesha kwamba hata ile tuliyofanya ilikuwa na Mheshimiwa Waziri, siku zingine umwambie chama anapunguza kidogo ile funga ya aina ile aliyofunga. Nimesema leo kule Dodoma atasababisha watu wasio wanaenda kuangalia mechi wakiwa na, atasababisha wanaume wasio wanaenda kuangalia mechi wakiwa na wake zao, kwa sababu alishapiga hivi kama alivyopiga midadi inapanda, alafu unaanza kusikia yani hapa hakuna mwanaume kama chama. Tumpongeze kwa kweli, tumpongeze sana. Basi tu ilitokea tu kwa sababu timu bora zilikuwa zimekutana, basi ile baada ya muda fulani hivi zilipokuwa zimerudi goli zote, ile furaha ambayo walishapata pamoja na ubora na uzuri wa goli ile, ile furaha baada ya kuwa goli zote zimerudi, sasa ikawa kama ile picha ya view once. Ile picha ya view once, hata kama ni nzuri kiasi gani, ukiachilia kidogo tu namumalizia. Nikupongeze tena Mheshimiwa Waziri, wewe pamoja na timu yako mmeandaa vizuri tukio hili la leo.